Je, unajua kuna neno moja ukilitumia katikati ya sentensi, unaweza kumfanya mtu akukubalie jambo lolote hata kama hakuwa na mpango huo? Leo nitakufunulia maneno 6 ya siri ambayo wataalamu wa saikolojia na viongozi wakubwa duniani huyatumia kuteka hisia za watu papo hapo. Namba 4 ndio neno hatari zaidi ambalo linaweza kubadilisha hapana kuwa ndio ndani ya sekunde 5. Karibu kwenye chaneli yetu. Kama unataka kuwa bwana wa ushawishi na kuelewa akili za watu, bonyeza subscribe na washa kengele sasa. Tuende moja kwa moja kwenye pointi ya kwanza. Neno la kwanza, kwa sababu. The power of justification. Saikolojia inatuambia kuwa akili ya mwanadamu imetengenezwa kutafuta mantiki. Mwaka 1978, profesa wa Harvard, Ellen Langer, alifanya utafiti maarufu wa X-Xerox study. Aligundua kuwa ukiomba kitu na ukaongeza neno kwa sababu, uwezekano wa kukubaliwa unaongezeka kwa karibu 94%, hata kama sababu unayotoa haina mashiko sana. Kwa nini linafanya kazi? Binadamu tuna mfumo wa automatic pilot. Tunaposikia neno kwa sababu, ubongo wetu unajua kuwa kinachofuata ni maelezo muhimu. Hivyo, unaruhusu ombi hilo lipite bila kulihoji sana. Mfano, badala ya kusema niazime simu yako mara moja, sema niazime simu yako kwa sababu nahitaji kuangalia kitu muhimu sana. Hata kama hicho kitu si cha kufa na kupona, lile neno kwa sababu linatuliza upinzani wa hisia za mtu mwingine. Neno la pili, jina la mtu. The sweetest sound. Dale Carnegie, mwandishi wa kitabu cha How to Win Friends and Influence People, alisema, jina la mtu ndio sauti tamu na muhimu zaidi kwa mtu huyo katika lugha yoyote. Unapolitaja jina la mtu katikati ya maongezi, unachochea sehemu ya ubongo inayoitwa left hemisphere, ambayo inahusika na utambulisho wa mtu, identity. Hii inamfanya mtu ajihisi kudhaminiwa, kuonekana na kuheshimiwa. Usitumie jina mwanzoni mwa salamu pekee, litumie katikati ya hoja yako. Mfano, unajua John, hili wazo ulilotoa linatija sana. Unapofanya hivyo, John anaanza kukusikiliza kwa hisia mara 3 zaidi ya awali. Hii inatengeneza daraja la haraka la uaminifu, rapport. Neno la 3, wewe. The egocentric bias. Watu hawajali kuhusu kampuni yako, bidhaa yako au matatizo yako. Wanajali kuhusu wao. Neno wewe ni neno lenye nguvu zaidi katika uuzaji, marketing na ushawishi wa kijamii. Tunapoona au kusikia neno wewe, ubongo wetu unatoa kichocheo kidogo cha dopamine. Tunahisi kuwa maongezi hayo yanatuhusu sisi. Ikiwa unajaribu kumshawishi mtu, badala ya kusema mimi nitafanya hivi, sema wewe utafaidika hivi. Badala ya kusema nahitaji msaada wako, sema wewe ndiye mtu pekee mwenye uwezo wa kutatua hili. Hii inahamisha umakini kutoka kwako na kuupeleka kwao, jambo ambalo linawafanya wajihisi kuwa wao ndio wenye mamlaka, control. Neno la 4, fikiria. The power of visualization. Hili ndilo neno nililokuambia ni hatari zaidi. Neno fikiria, imagine, linapita kuta zote za ulinzi za akili, critical factor. Unapomwambia mtu fikiria, unamlazimisha kutengeneza picha kichwani mwake. Na saikolojia inasema, ubongo hauwezi kutofautisha kati ya kitu unachokifikiria kwa kina na kitu kinachotokea kweli. Kwa nini lina nguvu? Kwa sababu huwezi kubishana na picha iliyo ndani ya kichwa chako mwenyewe. Ukimwambia mtu, nunua gari hili, anaweza kutoa sababu za kutoitaka. Lakini ukimwambia, fikiria jinsi utakavyojisikia ukiwa umeshika usukani wa gari hili kuelekea mapumzikoni, tayari ameshaanza kumiliki gari hilo kihisia. Tumia neno hili kuwafanya watu waone faida za kile unachokitaka kabla hata hujawaomba wafanye maamuzi. Neno la 5, lakini. The eraser technique. Neno hili ni kama kifutio cha kisaikolojia. Katika saikolojia, kila kitu unachokisema kabla ya neno lakini kinafutika kwenye akili ya msikilizaji, na kile kinachofuata baada ya neno hilo ndicho kinachobaki. Wewe ni mfanyakazi mzuri sana, lakini unachelewa kazini. Hapa mtu huyo atasikia tu unachelewa kazini na atajihami, defensive. Tumia lakini
kugeuza mambo hasi kuwa chanya. Najua unachelewa kazini mara kwa mara, lakini utendaji wako wa kazi ni wa kiwango cha juu sana na tusingependa kukupoteza. Hapa neno lakini limefuta lile kosa na kumwacha akijihisi mwenye thamani, jambo litakalofanya ajirekebishe kwa hiari. Neno la 6, asante, reciprocity principle. Hili linaweza kuonekana la kawaida, lakini ni neno la nguvu ya ajabu likitumiwa kwa usahihi. Hapa hatuzungumzia asante ya kawaida, bali tunazungumzia shukrani ya mapema au shukrani maalum. Saikolojia ya mapokezi. Binadamu tuna deni la ndani la kurudisha wema. Unapomshukuru mtu kwa kitu ambacho bado hajafanya, unamfanya ajihisi ana wajibu wa kimaadili kukifanya ili asivunje ile taswira nzuri uliompa. Mfano, asante kwa kuwa msikilizaji mzuri kila wakati. Hata kama hakuwa msikilizaji mzuri, kauli hiyo inamlazimisha kuanza kusikiliza kwa makini ili aweze kuendana na sifa uliompa. Shukrani inafungua mlango wa upendo na inashusha ukuta wa hasira. Maneno haya 6 sio tu sauti, bali ni funguo zinazofungua milango ya hisia za binadamu. Lakini kumbuka, nguvu kubwa inakuja na wajibu mkubwa. Yatumie maneno haya kwa ajili ya kujenga mahusiano, kusaidia wengine na kuleta tija, na sio kwa ajili ya kudanganya au kuumiza. Ikiwa video hii imekupa thamani, nina ombi moja kwako. Ni neno gani kati ya haya ambalo umewahi kulitumia na kuona matokeo yake? Au ni lipi utaanza kulifanyia kazi leo? Niandikie kwenye comment hapo chini, nitasoma na kujibu kila mmoja. Usisahau kushare video hii na rafiki yako mmoja ambaye unajua anahitaji kuboresha uwezo wake wa kuongea na watu. Asante kwa kutazama mpaka mwisho na nikutakie mafanikio katika kutumia lugha ya ushawishi. Tukutane kwenye video ijayo. Peace.